Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika mtaa wa Matejo uliopo kata Sakina jijini Arusha. Tumekuja kuripoti moja ya taarifa ambayo ilijitokeza siku ya juzi. Kikundi cha vijana zaidi ya 10 wamevamia msiba majira ya usiku wa saa 7 katika eneo ambalo balozi ambaye ni mstaafu anayefahamika kwa jina la Steven amefariki dunia. Sasa watu walikuwa wanaendelea kuomboleza kwa sababu taratibu wa msiba, hasa misiba ya Kiafrika, watu wanaomboleza usiku kucha. Sasa wakati wanaendelea, vijana hawa wakajitokeza wakiwa na mapanga na kuanza kuwashambulia wale ambao walikuwepo msibani. Watu kama 3 walijeruhiwa, lakini baada ya hapo mvutano ukawa mkubwa, wakaanza kurusha mawe kuwashambulia vijana hao ili kujinusuru katika msiba huu. Vijana hao wakakimbia, lakini eneo ambalo ni la msiba ni ndani kidogo, kwa hiyo kwa pembeni kuna kama barabara hivi. Vijana hao wakakimbia, wakaenda kupanda gari aina ya kirikuu, wakaondoka. Lakini kwa mujibu wa taarifa wanaeleza kwamba matukio ya kupora usiku huo walianzia maeneo ya kona Nairobi mpaka kufikia maeneo haya. Kwa hiyo tumezungumza na wananchi wa eneo hili, lakini tumezungumza na mke wa marehemu ambaye pia ni balozi, akieleza kwamba tukio hili kwa kweli limemhuzunisha, lakini limeongeza huzuni zaidi katika familia hii. Licha ya kwamba wako msibani, lakini bado wamevamiwa na vijana hawa ambao hawajulikani kwamba wanatokea wapi. Lakini siku hiyo ya jana, kundi la vijana katika eneo hili walijiunga kwa pamoja, wakafika katika mtaa wa pili maeneo Ngara Limited na kuwasaka vijana hawa ambao walikuja eneo hili kwa ajili ya kuvamia na kuwapiga watu msibani. Wakafanikiwa kumkamata mtu mmoja ambaye pia mtu huyo walimkamata, wakamleta hapa. Baadaye wakapigia jeshi la polisi, wakaja kumchukua mtuhumiwa huyo na anashikiliwa na jeshi la polisi. Mimi kwa majina naitwa Naishie Michael Molel, ni balozi na pia ni mjumbe wa kamati ya mtaa wa Matejo A. Juzi majira ya saa 7 usiku sisi tulikuwa tumeingia kupumzika hapa msibani. Baadaye tukasikia tu vishindo huko hapo nje. Vilio vya mapanga, mawe yanarushwa. Basi kwa wenzangu niliokuwa nao wanaonifariji kwenye msiba wakawa wametoka, wameenda kuangalia kuna nini. Baadaye tu tukasikia kwamba kuna kijana amechomwa kisu, mwingine amekatwa kichwani, mwingine mtoto wa shemeji yangu kapigwa bapa la shavu. Tatizo hatujajua ni kitu gani, ni nini kimesababisha mpaka ili tukio lifanyike. Wakati wa msiba inakuwa yani ni jambo la kusikitisha sana. Lakini baadaye katika kupeleleza na kuulizia labda kuna shida gani, tukasikia kwamba kuna vikundi vilivyojiunga kwenye mitaa ya tofauti na huwa kwetu. Wameunda vikundi vya kufanya uvamizi kwenye maeneo ya biashara ya watu, kukamata watu njiani na wengine wanatekwa vile vile. Sasa naona wamezunguka kwenye sehemu zingine, wamekosa sehemu ya kuvamia, ndo wakaja kuvamia huku msibani. Ndio hivyo tu, yani from nowhere, yani hakuna zaidi ya hapo. Na sisi sio kwamba tuna visa na watu, hapana. Yani imekuwa ni jambo lililoleta taharuki sana kwenye familia, yani inatuumiza kweli kweli. Sasa mimi kama balozi na kiongozi wa eneo hili hapa, nasisitiza tu kwamba sasa mbona ni maporomoko na maadili mabovu kwa vijana wetu mpaka inafikia hatua ya kufanyia vitendo vya aina hii mtaani. Ni vitendo ambavyo si vyema kabisa. Tunaasa serikali, hasa vyombo vya dola na vikundi vya sungusungu, serikali za mitaa, wajitahidi kuweka ulinzi thabiti kwenye mitaa yetu na doria ifanyike upande wa dola majira ya usiku, hata mchana. Sasa hivi watu wanavamiwa na kutekwa. Bila shaka tunasikia matukio mbalimbali kwenye mitaa mbalimbali Arusha sasa hivi inatisha. Tunaomba sana basi wasifikia hatua ya kutufanyia hata tukiwa kwenye majonzi basi. Kwa sababu nyoyo zetu zinavyokunjika na hata wao hatakuwa na mema duniani, ina maana wanafupisha maisha yao wenyewe. Na nasikia jana nikiwa hapa ndani kwamba kuna katika wale vijana waliokuja kuvamia hapa alipatikana mmoja na akawa ameadhibiwa, lakini baadaye polisi walipofika wakachukua mtu wao. Sasa tunaomba basi endelee kufanyika doria kutafuta wale vijana wengine wasiendelee kuwazuru wengine. Ni hayo tu.
Kwa taarifa ulizopewa walikuja wangapi na waliumiza wangapi na hali zao zinaendeleaje waliopigwa? Walikuja 3 na waliojeruhiwa ni 3. Huyu wa 4 alipigwa bapa, hajajeruhiwa sana na hali zao zinaendelea vizuri. Hao waliovamia walikuja na nini? Walikuja na silaha na mapanga, kila mmoja akiwa na mapanga mawili. Ndio baadaye walipofika msibani walitambulishaje na ilikuwaje mpaka? Yaani walivyokuja pale, kwa sababu mimi niko humu ndani. Kwa maelezo nimeambiwa wamekuja wakawa wanataka kukaa kwenye viti, wamekuja kuta vijana wanacheza karata pale. Mmoja akamwambia kijana aliyekuwa pale, akamwambia amka nikae. Naye akamwambia bro, mbona viti viko vingi, si ukae? Ila hakutaka mambo mengi, akasogea. Akamwambia kwanza, unaniambia nisogee nikae pale, kwani unatakaje? Sasa mwenzake huyu kijana aliyekuwa jirani hakukubaliana na ile kauli. Akamwambia, kwani kuna shida, mmekuja kwa shari au mmekuja kwa wema? Ndio akaanzisha vurugu na wale wakaingia. Vurugu ndio zilikoanzia pale. Baadaye sasa vijana nao huko hawajakubali, wakajitahidi kupambana nao. Mmoja akapigwa fiekeo butu lilikuwepo, akampiga sehemu ya bega, ndio hapo akaona watazidiwa wakakimbia. Baadaye tu wakaanza kurusha mawe kwa nje, sasa kurusha huku nyumbani. Hao walivyotoka kuwazungukia wakawa wamekimbia, na tukasikia kwamba walikuwa na usafiri wao, gari aina Kiriku ndio walikuwa nayo, ndio wakakimbia nalo. Yaani mimi kitendo hiki na laani kwa 100%, kwa sababu kama wangefanikiwa vijana hawajasimama waliokuwa upande huu, ina maana wangeumia wengi wangezurika. Hata sisi wamama tungevamiwa huku, wakijua labda tuna pesa, labda tungenyang'anywa simu, tungekuwa madhara makubwa. Yaani na laani kwa 100%. Hebu vijana wajaribu kujitahidi jamani, kurudi hata nyuma kidogo, kuangalia hata tuende wapi tuache wapi. Naitwa Joseph Kisali Kine. Unajua bana, dunia sasa hivi kusaga bana, vijana wa sasa hivi bana wameharibika sana kiukweli. Na sijui kinachoharibu vijana ni nini, kwa sababu ukijaribu kuangalia sasa hivi vijana wanatoka mbali, hawaheshimu hata msiba, hawajui hata huu mtu hapa ni hili ni boma la msiba, ngoja basi hata tuheshimu hata kwa hata kidogo tu. Yaani hawana sasa hivi hata chembe ya aibu kwa kweli. Sijui ni madawa ya kulevya na wazidi vijana wetu, sijui hata shida ni nini. Kwa sababu kiukweli mimi juzi nilikuwa sijalala, lakini sasa hiyo juzi kuamkia jana kasema chembo nipumzike kidogo, at least hata ni amke niangalia wa vijana wanaendeleaje hapa. Nikawaga vijana hapa ngambia muangalie usalama. Wakaniambia sawa. Nikaingia kulala, hata sijamaliza hata dakika 20, yani usingizi unaniba tu hivi, naamshwa mzee njoo bana, kuna fujo huku nje, vijana wanapigana. Nimetoka hapa nakuta mawe sijui nini sijui hawa vijana wametokea wapi? Wanasema wametokea huko daraja 2 huko. Sasa daraja 2 mpaka hapa ni wapi na wapi jamani? Au atakuwa ni nani amewatuma au nini? Yaani mimi nimeshindwa kuelewa. Kilichowasaidia vijana hapa, kuna kiti pale kimekatwa. Yaani ndio mtu alikuwa anashushwa shingo. Kuna kiti kimekatwa pale. Yaani hilo ndio limesaidia. Basi vijana wakajitahidi hapa. Wale jamaa wakaondoka, kumbe bana wamekuja na gari pale, wamepaki pale barabarani. Wakachukua gari yao. Hao vijana nao wakawafuata nyuma, hawakulala kweli. Vijana wakasema hii ni aibu. Kwani tuletewe aibu kama hii? Wakaondoka nao. Wakaenda wakatafuta usiku kucha, lakini nikamwambia pamoja na kuwa mnaenda kuwatafuta, lakini embu peeni uongozi taarifa ili mpewe basi hata backup hata basi. Kwa hiyo bana, yani mimi mpaka sasa hivi kiukweli, mpaka sasa hivi mimi nataharuki na shangaa. Jana wamejikusanya hapa, wameenda huko, wamewashika waliowashika wakawaleta huko. Nadhani wakawakabidhi sijui ni ofisi ya mwenyekiti hapo. Sijaweza kujua mengi kwa sababu mimi niko hapa sijatoka. Huyo aliyofariki ni kakaangu. Huyo aliyofariki ni kakaangu. Kwa hiyo ndivyo ilivyo bwana Kusaga. Ndivyo ilivyo. Ila tu mimi nachoomba serikali bwana, serikali unajua sometimes tunaweza pia tukalaumu serikali, lakini sisi wazazi hatui karibu na watoto wetu. Hatui karibu na watoto wetu kwa sababu mzazi unalala hapa, mtoto analala kule. Huwezi jua vijana wameshakuwa. Huwezi jua kijana anatoka saa ngapi, aenda kwenye matukio saa ngapi.
wengi wanaathirika kwa sababu hiyo. Mzazi anakuja kushangaa tu anaambiwa isee yule pale ni maiti. Kwa nini? Kulikoni? Lakini sasa unakuta ajui. Tunaweza tukailaumu pia serikali, lakini hata sisi wazazi tunatakiwa tuwe karibu sana na vijana wetu, kwa sababu ndio wenye msingi ya maisha na ndio wenye kujenga msingi wa maisha wa baadaye, kwa sababu hata sisi tumelelewa kwa heshima, kwa mila na desturi za Watanzania, ndio maana leo tuna heshima. Sasa wanao wasipokuwa hivyo, hii dunia inaenda kuisha. Sasa taenda kubaki hivi hivi. Sasa wazee ndio watakuwa wanaangaliwa, vijana hamna kitu. Kwa mimi naiomba tu pia serikali jaribu tu kuangalia pia namna ya kuwaweka vijana. Sasa sijajua kwamba ni ajira hamna, ndio maana labda vijana wanaamua kufanya matukio, sijajua, lakini ajira mbona zimejaa tu, sababu hata mtu kienda hapo sokoni si unabeba tu mizigo unapata hela, kienda huko unapiga barua unapata hela, ni basi tu ni uhuni tu mtupu. Kwa bwana Kusaga ndio hivyo ilivyokuwa. Walikuja nasikia 7, maana mimi unajua siwezi kusema kitu ambacho sijakishuhudia kwa macho yangu, lakini ugomvi nimeushuhudia. Walikuja 7 wakachukua viti wakakaa pale. Wamepanga viti pale wakakaa pale. Wamekaa wakaangalia, wakamtuma mmoja. Hebu nenda pale, nenda kachokoze pale. Funga ile karata pale watu wasicheze. Kwa maelezo. Yule mmoja akaja akafanya fujo pale kwenye karata, vijana sasa wanasema vipi? Kuna nini? Kuna shida gani? Si ndio nao wale wakanyanyuka wakavuta mapanga, sijui nini, ndio wanataka kumkata, sijui bwana mmoja akazuia na kiti. Mara akachomwa kijana mwingine tena na kisu. Kaambia basi vijana sasa hiyo nendeni hospitali wapelekeni hao. Na kweli waliwapeleka wengine hospitali. Baadaye walirudi wakaniambia mzee tumerudi. Nikamwambia basi amepata matibabu Basi nikamwambia basi angalieni tuangalie patakavyokucha, tuangalie takueje. Kwa hiyo bana nadhani ni kama watu 2 hivi. Wengi wamepigwa mabapa. Mwingine nasikia alichomwa kisu hapa, mwingine amekatwa hapa kichwani. Yaani mimi unajua ni uhuni wa kutosha eti Kusaga, kwa sababu watu wanatoka mtaa wa mbali kuja kufanya fujo msibani. Heshimuni basi hata msiba basi hata. Sawa basi mambo ya vijana ni mengi. Unaweza kuta wana bifu zao, sijui wana nini, lakini basi hata msiba tu wamheshimu. Kwa hiyo mimi nadhani ndivyo ilivyo bana Kusaga, lakini tu mimi nawaomba nitoe tu rai kwa vijana. Wanakoenda ni pabaya. Na wataangamia sana kwa staili hii, wataangamia mno. Wajishughulishe tu wafanye kazi. Wawe vijana safi, waachane pia na madawa ya kulevya, waachane na wizi, kwa sababu wizi hautasaidia kitu chochote kile. Ilikuwa alikuja hapa hivi tuko msibani, wakaanza kuleta ugomvi. Kwa ugomvi ile kutaka kuamua, ile mmoja ndo anamchoma kisu, akamzunguka kwa nyuma akampiga kisu. Baada ya hapo ndio hivyo ikaanza kutokea tena ugomvi, watu wakaanza kupigana. Mimi nikawa nimepelekwa hospitali. Hospitali ulipata huduma gani na ilikuwaje? Hospitali nilipata huduma, nilihudumiwa kwa haraka sana na nikashonwa nyuzi 5. Jira ni kubwa kiasi gani? Ni kubwa ambalo ndio limetumika kwenye nyuzi 5 hivi. Tena nakwambia kisu akikuingia ndani? Akikuingia ndani. Kilikuwa nje juu tu. Labda aliyekuchoma namfahamu? Aliyenichoma mimi namfahamu. Kwa juhudi za kumtafuta rafiki yako? Na tafutwa hadi leo atatafutwa tu. Sasa hivi unajisikiaje? Sasa hivi niko poa tu kabisa. Labda walipokuja mlijibizana nao mkatukana naye ikawa hivyo? Hamna, walikuwa wamelewa wao. Hamna mtu aliyemjibisha mtu chochote. Ni ule ubabe tu aliamua kutumia ubabe wao. Walikuwa kama ngapi hivi? Walikuwa kama 7 hivi. Walikuja na nini? Walikuwa na mapanga, walikuja na usafiri wa kikiriku. Kwa msiba hata ulikuwa wahusu? Msiba ulikuwa wahusu, wametokea huko chini kwao wamekuja huko. Iko hivi, hawa jamaa wamekuja kutuletea taharuki kwetu. Wameanzisha vita ambayo sisi hatukujipanga nayo. Umeona, tumekuja bana, wako na mambo wao, wakaanza kutoboa watu, wanajiona wao ni wajanja. Kuna wajanja wametuliaga, kuna wajanja wamenyamazaga. Iko hivi, walielewa jana kwamba iko hivi,
wamepima maji kwa mguu, au baka kubwa ni Gogozi. Matejo haijawahi kutawalika tangia miaka ya zamani. Walikuja kwanza staili ya uaminifu. Unajua staili ya uaminifu? Kama vile wako na mambo yao, wako na njaro zao. Yani ona kama wako na mambo yao, afu watu wanao njaro zao. Afu hizo njaro zao za middle finger. Umeona hapa? Sisi tulikuwa tumepaki hapa. Tukakutana na watu wako wangapi? 3 wanakimbia. Sisi hatukujua wako kwenye situation gani. Sisi walikutana, sio wakatuuliza staili gani. Na sisi tukauliza kwani staili gani? Tukajua ni watu hawana noma. Sasa tunashuhudia wanakimbia hii barabara. Sisi tulikuwa tuko hapa. Kwanza amepigwa jicho. Amekosa kwamba ile kisu ingeingia jichoni, alikuwa ana jicho yule. Wa pili amemwizwa kichwani, ni kipara sasa hivi. Alikuwa ni rasta. Nyuzi 19. Sisi ndo tulienda hospitali. Umeona sisi? Umemwona yupi? Umemwona huyu? Yaani kijiji nzima hapa. Na kulikuwa kuna bajaji ndo tuwapeleka hospitali. Mwingine amechongwa kisu cha uti wa mgongo. Sasa sisi kesho yake ambayo ndo ilikuwa ni jana, tukasema sio kweli. Wameleta fezea msibani. Mwenyekiti tumemsikia ameongea. Mwenyekiti mwenyewe ana details za maana. Mwenyekiti mwenyewe ana details. Anasema ilikuwa ni guta, ilikuwa guta. Ilikuwa ni Kirikou. Kwa maana angetusikiliza sisi tungejua ukweli. Eti anatuambia ni guta. Anajua kuna mapanga. Tulipata information sisi tulikuwa tuna mnara. Wanasema mnara. Sisi wenyewe tulicheza na mnara. Ama jamaa wajipoti na mnara. Sisi wenyewe tulicheza mnara. Tukaambiwa watu wetu wako Bengazi. Sisi hatuna bifu na Unga Limited. Sisi tulienda wa kwetu, waizi, wale ni waizi. Walitaka kuiba pikipiki 2 hapa. Pikipiki hizi 2. Tulia kwanza, walitaka kuiba pikipiki 2. Kwa zile pikipiki 2 sisi tumesaidia. Hamna pikipiki hata hii moja iliyochukuliwa. Tumefika Bengazi Unga Limited. Sisi hatuna bifu na watu Unga Limited. Sisi tumeenda kudili na waizi walokuja kuleta uwizi nyumbani kwetu. Wale ni wahalifu. Hatujamuua. Hatumleta eneo la tukio hapa. Hajauliwa. Ndio serikali ikaamua kuchukua. Kama tungekuwa tunataka kumuua sisi, tungemuua, lakini hatujamuua. Sisi tumefuata sheria. Tumemleta kwa mwenyekiti. Lakini hivi kinachoelekea kama kilio cha waizi na wahalifu ni magogo hapa. Sisi tuomba serikali iingilie kati bana hivi. Hawa walobakia au wengine washirikiwa vipi? Kila siku. Sasa watu waongee tu madereva toa hapa. Watu washinde kuongea. Wananchi wanaibiwa kila siku hapo Wagiriki hapo tunagiza usiku. Watu wanaibiwa kila siku hapo. Sio hapo tu. Watu wanaibiwa kila siku hapo. Sisi waandishi wa habari. Sisi tumepiga doria siku moja. Jeshi la polisi liangalie bado usalama wa hizi chetu. Tulipata waliiba wapi na wale kwa barabara. Hicho Kirikou chao kine mapanga, kina mavi. Kirikou na mawe. Kina mawe na mapanga. Yaani wanaweza anasema tembea kama hivi kama nchini ya baba wao. Nchini ya baba wao. Hata wao mjitawarisha kama hivi bana sisi tutaona kila sehemu. Sio tembea tena mimi kama tuna Kirikou kama sisi tunahama kumbe si ni waizi. Lakini sio mimi. Sawa, sio mimi. Waizi. Kama vile basi tumeingia doria, si ndio? Kama ile askari anapoingia doria. Sasa sisi tunataka kuchafua sehemu fulani. Sasa sehemu fulani kuchafua, wataka kwamba hivi. Na watu ambao hivi kwamba hivi wenyewe ni balaa. Wao wakijasa magogo. Si ndio? Baada kujasa magogo sasa mmoja doria sasa wala kuona watu wamejaa hapa. Wale kuja kwa lengo la uwizi. Wanaona kama vile sasa tuingie kama kuna chochote kitu tutapata huko hivi. Umeona? Sasa wao wenyewe chochote kitu. Sana alipokoroga sasa na kauli za matusi. Watu sasa maana wao nimetoka sehemu za msiba. Sawa maana msilete vurugu eneo la msiba. Tulikuwa msibani. Tuko msibani tumekaa kwenye viti. Wakaja wakana tuamsha kwenye viti. Lengo ni kutuamsha. Sisi wakakataa kaambia viti si vile kule. Wakaanza ugomvi, wakachomoa mapanga, wakaanza kuleta ugomvi. Kwa hiyo kwenye kuleta ugomvi, mimi nimekaa hivi nacheza karata. Nikaanza kupigwa mabapa mgongo. Dada hapo ndo tukaanza kunani kuwarushia mawe ili waondoke. Nikarushia mambo ili waendelee kuondoka. Wakaondoka, wakaana tukana hadi wa mama. Wanasema si nini? Wanatangaza mbaya. Wengine walipigwa ni kina nani? Wengine hawapo. Wameambiwa waende nani? Wameambiwa waende sendo. Na walipigwa sehemu gani na gari hivyo wana? Mwingine alipigwa hapa hivi jiwe la hapa. Mwingine akapigwa kisu cha kichwa na mwingine akapigwa cha mgongoni. Wao umeumizwa wapi? Nilipigwa mabapa mgongoni. Walikuwa kama wangapi hivi? Walikuwa kama 6 hivi. Na wengine walikuwa wamebaki huko nje kwenye Kirikou. Kwenye Kirikou kulikuwa na nini? Walikuwa kuna mapanga
na mamawe. Wenyewe wameenda pale chini wakatapeli duka la watu. Watapeli nini pale? Walitapeli nani valu hizo, walichukua valu, walichukua sigara, wakachukua vitu tu. Hakulipa kaondoka. Ndo akaja msibani. Msibani mko kama wangapi hivi msibani? Tuko wengi. Kwa wote walikuwa pale walipigwa. Wengine walikimbia. Hapo na majira kama saa ngapi hivi usiku? Ilikuwa mida saa 5 hivi na likia saa 6. Kwa majina naitwa Alfani Majani. Mimi naongea bana kuhusiana na hili swala letu. Hawa jamaa bana, hawa jamaa ni hawa wamefeli. Hawa wamefeli. Kweli na naongea ni wamefeli na wamefeli kweli. Kama wenyewe wameshindwa kuiba huko kwao, kwenda kuiba sehemu nyingine wakaja huku Matejeo kutufanyia kitu kama hichi. Afu mtawae na wafuga. Sisi hatukubaliana na iko kitendo. Na tunaiomba serikali kama serikali iwaangalie bana wa jamaa bana. Si yenyewe tunayaweza sema cool down. Wezekane tu watu wanakuja tu msibani kabisa kwa sababu ule mzee aliyokufa ni mzee aliyokufa. Na ule mzee ana hatia na mtu wala hajachomwa kisu akafa au ajeja kalea labda sehemu hizi, si ndio? Na by the way hatujua alipotokea. Hatujua hata kama kuna kitu iko chini ya carpet, hatukijui sisi. Na washukuru kwenye msiba hawajatukuta sisi makamanda wa Matejeo. Wamekuta watoto. Wangetukuta sisi wangebaki hapa hivi. Na tunamshukuru mwenyekiti jana kumuokoa huyu mmoja tuliomkamata jana. Yaani kweli tunaomba serikali iingilie kwa sababu polisi yenyewe ndio hivyo na si ndio, tunaomba huyo aliyokamatwa aeleze wenzake. Alafu nataka tuongee kitu kingine, hao Unlimited wanajiita Unlimited ambao wenyewe ni mashindikana. Sasa kama wanajiita Kanairo, sasa hapa hivi Kanairo gang. Sasa wanajiita Bengazi. Sasa sisi tunawaambia hivi, sisi wenyewe tumetulia, hatuibi kitu cha mtu, ni wafanya biashara ndio kama unaona tozo zetu madriver tozo. Lakini ukituchokoza wataumia, lakini mpaka sasa hivi wameshaelewa sisi ni kina nani. Sababu tumeingia mtaani kwao na tukachukua watu wao na tukawaleta hadi Matejeo, si ndio? Lakini wenyewe wamekuja mtaani kwetu, wametushtukiza, wamekuja kishari, wamevamia, yani wameenda kuvamia nani, wameenda kuvamia wanajeshi wa Lugalo. Sasa hawa hapa wamekosea, kama ni choo wameingia cha kike, wameakanyaga kweli. Na kama wanataka bifu, sisi tuko tayari. Kama wanataka bifu wa Bengazi Unlimited, sisi tuko tayari, tunajiweza. Tupoe tu backup na serikali. Tunashukuru sana Kusaga ndugu wetu. Kwa majina naitwa Elvincent Wilson, almaarufu amezoea kuniita kwa jina la Fadhili, ni diwani kata Sakina. Ndugu mtangazaji, siku ya juzi katika mtaa wa Matejeo ilitokea changamoto kidogo kwenye msiba ambaye ni msiba wa bwanake na balozi wetu ambaye yuko mtaa wa Matejeo balozi wetu anaishie. Kuna vijana inasadikika walikuja mida ya kati ya kuanzia saa 5 mpaka saa 7 usiku wakiwa kwenye kirikuu, wakiwa na silaha mbalimbali, walivamia pale msibani na kujeruhi watu na walifanikiwa kukimbia. Lakini usiku ule vijana walijikusanya na kwenda kuwatafuta, japo paka panakucha asubuhi walikuwa bado hawakuwapata. Lakini siku ya jana mida ya saa 8-9 vijana wale walijiunga tena wakatoka na kwenda kuwatafuta, lakini walifanikiwa kumkamata kijana mmoja, na baada ya kumleta mtaani walimfikisha kwenye ofisi ya mwenyekiti wa mtaa wa Matejeo. Lakini pia baada ya muda mchache jeshi la polisi lilipata taarifa na walikuja wakamchukua na kumpeleka katika kituo cha polisi. Kwa taarifa nilionao waliojeruhiwa mpaka jana ninavyoambiwa walikuwa ni vijana watatu. Kiukweli sikupata taarifa kamili, maana jana niliwatafuta sikufanikiwa kuwaona, na nashindwa kutoa taarifa ni sehemu gani na sehemu gani mpaka nitakapoona, nitakapothibitisha ndio naweza nikatoa taarifa hiyo. Kweli hali ya uhalifu kwenye kata yangu kwa kipindi cha muda mrefu sana kata ilikuwa imetulia, na ninashindwa kuelewa nini kimetokea, kwa sababu ukiangalia vijana hao ambao inasadikika wamefanya uhalifu huo, vijana wa kata Sakina wanatoka kata jirani upande wa chini maeneo ya Ngarenaro, na ndo walipanda na barabara kuja hadi huku. Sasa sijajua shida ni, bado naendelea kufuatilia ili nijue changamoto ilikuwa nini au tatizo kubwa ilikuwa ni nini. Maana kiukweli nina walinzi ambao nafikiri mlifika katika eneo la tukio, mlifanikiwa kuongea nao baadhi. Nina walinzi ambao wamekuwa wakihakikisha swala zima la ulinzi kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa tarehe 1 mpaka 30 wamekuwa wakilinda. Sasa nimeshindwa kuelewa shida ilitokea ilikuwa ni nini mpaka hawa kapata mwanya wa kupanda kutoka kule chini Oysterbay mpaka huku mtaa wa Matejeo. Kwa bado naendelea kufuatilia nikiwa kama kiongozi, ili basi ni la kwanza kabisa tuone tunawakamata wale wahusika, maana walifahamika baadhi, lakini la pili
nataka kuangalia pia uimara wa sungusungu au polisi jamii ambao wamekuwa wakilinda, kwa sababu watu wanavuka mtaa mmoja mpaka kupanda mtaa wa pili, tena wanapita barabara kubwa ambao ni barabara yenye taa na mpaka wanafika eneo la tukio na kuzuru. Kwa hiyo kuna mambo fulani kaza wa kaza ambao tunataka tuyaangalie tukiwa kama viongozi wa kata, kwa kushirikiana na vitu wa mitaa, ili tujaribu kuona nini tunaweza tukafanya, ili basi kama ni kikosi kimekuwa dhaifu basi tuweze kukiboresha zaidi, ili tuweze kuepukana na matatizo au changamoto hizo ambazo zimekuwa zimejitokeza. Jambo la aibu, lakini pia ni jambo la kusikitisha, kwa sababu ni eneo la msiba na walikuwa pale ni vijana tu, walikuwa wale ambao wanakisha msibani. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kwa upande wa pili ni jambo la aibu pia, lakini pia ni jambo la kusikitisha. Mtu anafunga safari anakuja kuvamia eneo la msiba, lakini pia na kujeruhi watu ambao walikuwa msibani wakiomboleza. Ni jambo la huzunisha na ni jambo ambalo kiukweli kama kiongozi wa kata nalikemea, lakini sio kulikemea tu, pia inabidi nichukue hatua kuhakikisha vijana watu na wakamata na kuwafikisha katika vyombo vya sheria, ili basi waweze kuchukuliwa hatua mbalimbali za kisheria, ili basi jambo hili sijulie, lakini pia iwe fundisho kwa maeneo mengine, maana tutakapoacha basi ina maana watakuwa wakiendelea na matukio ya sehemu mbalimbali.